Jam down, turn up the volume for me. If it gon' happen to me, yeah, I think I'm alone. Yeah, I'm ready. Wanna run ready to be anyone shot it. Want me, then be about it. Lay it on the table. All your intention. Turn up the volume for me. If it gon' happen to me, yeah, I think I'm alone. Yeah, I'm ready. Wanna run ready to be anyone shot it. Want me, then be about it. Lay it on the table. All your intention. This is Selector Dede. Karibu msikilizaji popote ulipo, asante kwa kuendelea nasi katika kituo hiki kinachokuletea taarifa sahihi. Ni saa 10 kamili, atakayosomea habari ya leo ni Bonfesto. Kwanza tupate yaliyomo. Upinzani waonya kuhusu uwazi wa uchaguzi mwaka 2027. Wakulima wa majani chai walalamikia uwakilishi duni katika KTDA. Wanafunzi wa vyuo vikuu na vya diploma kupata mafunzo juu ya KRA. Na mwisho michezo. Viongozi wa upinzani wametoa wito wa kuhakikisha kunakuwa na uwazi katika uchaguzi wa mwaka 2027. Wamesema maandalizi yaanze mapema ili kuondoa sitofahamu. Teresia Mahindra ametuandalia habari hiyo kwa kina. Asante. Wanasiasa ambao ni viongozi wa upinzani wamesisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa wadau wote pamoja na tume ya uchaguzi ya IEBC ili kuimarisha imani ya wananchi. Jina langu ni Mahinda Teresia, kwako studio. Kwingineko, wakulima wa majani chai kutoka magharibi mwa bonde la Ufa wamelalamikia uwakilishi duni katika bonde la mamlaka ya maendeleo katika chai ya Kenya KTWM. Philomena Madhenge ametuandalia habari hiyo kwa kina. Wanachama wa kamati la bunge la kitaifa kuhusu kilimo na mifugo wakiongozwa na mwenyekiti John Mutuga walisikiliza malalamiko hayo wakati wa ziara yao katika viwanda vya majani chai katika eneo hilo la madhumuni ya kuchunguza bei ya majani chai nchini Kenya. Nikiripotia Albit Radio, langu jina ni Madhenge Philomena. Vilevile tunaangazia maendeleo na changamoto zinazokumba mamlaka ya afya ya jamii ya SHA, mradi mkuu wa serikali wa afya uliokusudiwa kubadilisha mfumo wa zamani wa NHIF. Mfumo huu unalenga kuwafikisha huduma bora za afya kwa Wakenya. Getrin Yego na mengi zaidi. Mfumo mpya wa SHA imeweza kuleta usaidizi kwa baadhi ya Wakenya. Wakenya wengi wameweza kusema kuwa wamefaidika na mfumo huo wa SHA. Vinginevyo, Wakenya wengine wameweza kulalamika kwa mfumo huo mpya haifanyi kazi kwa maana wameweza kuzuru mahospitali mbalimbali na hawapati tiba bora. Nikiripotia Arabs Radio, jina langu ni Getrin Yego. Na vilevile katika biashara, Benki ya Maendeleo ya Afrika imeidhinisha ufadhili wa zaidi ya shilingi bilioni 65 kwa miradi ya maendeleo nchini. Teresia Mahindra na habari hiyo kwa kina. Asante. Kupitia taarifa yake, Benki ya Maendeleo ya Afrika imesema kuwa ufadhili huo utaelekezwa kwa miradi ya miundombinu, nishati na kusaidia biashara ndogo na za kati. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wamesema hatua hiyo inaweza kusaidia kuongeza ajira na kukuza ukuaji wa uchumi. Nikiripotea Arabs, jina langu ni Mahinda Teresia. KRA imetangaza nafasi za mafunzo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vya diploma.
kama anavyotuarifu Philomena Madhenge. Leo hii KRA imetangaza nafasi ya mafunzo yani industry attachment kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vya diploma kwa kipindi cha Mei na hadi Julai. Njia hii ni fursa ya kupata uzoefu wa kazi na vitendo pamoja na mishahara midogo. Nikiripotia Arvibs Radio, langu jina ni Madhenge Philomena. Na vile katika hali ya usalama, leo tunaangazia hali ya usalama kote nchini, ikiwemo ulezi dhidi ya uhalifu wa aina mbalimbali, vitisho vya ugaidi na changamoto mpya zinazohusiana na Wakenya walioegeshwa kuhudumia mapigano nje ya nchi. Getrin Yego ametuandalia habari hiyo. Ulinzi umeimarishwa katika eneo la Pwani ambapo jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama limekamata watu 17 waliohukumiwa kwa makosa mbalimbali ya uhalifu. Katika operesheni hiyo, polisi waliweza kukamata bunduki ya AK-47, risasi, madawa ya kulevya, simu na vifaa vingine vinavyohusiana na uhalifu. Nikiripotia Arvibs Radio, jina langu ni Getrin Yego. Na michezoni ni kuwa Manchester United waliibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Everton. Mchezo huo uliendeshwa kwenye uwanja wa Hill Dixon Stadium. Goli pekee la mechi lilifungwa na Benjamin Sesko ambaye aliingia kama mchezaji wa kubadilisha na kusawazisha goli la ushindi katika dakika ya 71. Hii ilikuwa mara nyingine tena kwa Sesko kuonyesha umuhimu wake kama super saba, kwani tayari amekuwa akifunga goli mara kwa mara akiwa mchezaji wa benchi msimu huu. Tukirudi nyumbani, kikosi cha taifa cha Kenya Harambee Stars kinaendelea na maandalizi makali kwa ajili ya mechi muhimu za kuwania kufuzu kwenye mashindano makubwa ya bora ya Africa Cup of Nations. Kocha wa timu amesisitiza kuwa changamoto kubwa kwa Harambee Stars imekuwa ni kukosa umakini katika dakika za mwisho za mchezo. Hata hivyo, maandalizi ya sasa yanalenga kurekebisha makosa hayo kwa kupitia mechi za kirafiki na mazoezi ya kiufundi. Na hayo ndiyo tuliokuwa tumekuandalia ndani ya Arvibs Radio. Zidi kutembelea tovuti yetu ya Arvibs kwa taarifa za ukweli. Jina langu ni Boniface Tom.